Story iko hivi. Baada ya kuwa vita imeisha, amani imekuja, ndipo watu huwa wanaharibikiwa. Maaskofu wengi, wachungaji wengi, watumishi wengi wanafiaga hapo, na miungu huwa inapata nguvu ya kuwarudisha nyuma. Kama unaweza kuandika somo, andika vita ya miungu ni mbaya na ngumu kama maji au jiwe kuwa maji. Vita ya miungu ni mbaya na ngumu kama jiwe kuwa maji. Unaelewa ugumu wa jiwe kuwa maji? Watoto, I teach you what is in Bible, not from anywhere, but what is in Bible. We can see it in a normal life experience. Kuna watu wengi wanaanza na Mungu, wanajazwa Roho Mtakatifu, lakini ghafla mnashangaka kwamba mahali halafu hamuelewi imekuwaje. Wewe umekaa kanisani, sumuona watu ambao ulikuwa unawajua, ulikuwa unajua kabisa huyu bwana yuko sawa, lakini ghafla anakwama mahali, afu mnabakia kujiuliza, hivi ni fulani kweli amelogwa, imekuwaje? Vita ngumu ambayo vita zote kuzishinda ni rahisi, lakini vita ya miungu unahitaji kujua hekima hizi ndio utaishinda. Mchawi anaweza akakutafuta akafeli, mganga anaweza akakutafuta akafeli, pepo, hata Lewiathan, lile pepo la ajabu lililoko huko kuzimu lililofungwa, linaweza likafyatuliwa kweli likachomoka likaja duniani. Shetani mwenyewe anaweza akaja duniani akashindwa kukupata, akafeli. Lakini miungu inahitaji kujua cha kufanya kabla ya siku ya miungu hiyo kukuamkia. Siku ikiamua kukuinukia, miungu ambao wewe na baba yako na mama yako na babu zako mliweka maisha yenu kwenye madhabahu ya hiyo miungu, siku hiyo miungu ikiamua kujiinua kuja kukurudisha nyuma, ni rahisi sana kama kumwaga maji kwa kutumia kikombe. Haiwezi kukataa kuanguka. Siwatishi. Kuna kitu lazima ukijue mapema. Tumia wakati wa amani kufanya amani ya kesho. Tumia wakati huu wa kucheka leo kutengeneza na kesho ucheke. Sawa? We talk Bible. We talk Bible. Biblia inasema waonapo wako kwenye amani ndipo ubaya na uharibifu wajilea. Gideoni alikutana na Yesu kwa sura ya leo. Sawa? Kwa sura ya leo Gideoni alikutana na Yesu, akachapwa injili na Yesu, akakubali, akawa mtumishi, akaharibu na madhabahu ya kwao. Alivyoharibu madhabahu ya kwao, akaanza kuchapa injili kama alivyoagizwa, akafanya majukumu Mungu aliyokusudia. Ilivyofika kuna amani kwenye mambo yako, wakati wa struggling za vita, kukutana na mapanga, vitisho, adui wamezunguka kila mahali, unakesha, unaomba usiku na mchana, unafunga bila kuweka likizo, unamtafuta Bwana asubuhi, mchana na jioni, unamtafuta Mungu kwenye mikesha, unaenda milimani. Wakati ule mara nyingi unakuwa uko so equipped, ile miungu waga sometime inafeli, inashindwa kukuzuia. Kumbuka ulishavunja madhabahu. Baada ya kuvunja madhabahu haina mahali pa kupita, lakini hujaribu agano. Ulichoondoa ni alama. Alipovunja ile madhabahu, hakuondoa ile mapatano, waliondoa ile alama. Waliondoa, yani kama ni jengo, wamebomoa jengo. Walivyobomoa jengo, wakajenga jengo lingine la Yesu. Yani kulikuwa kuna kajumba kakiganga hapa pembeni, mkakabomoa, alafu hapa pembeni mkajenga kanisa. Mkaanza kusali na kufurahi na kuomba na nini. Hujashughulika bado kufuta ile mikataba iliyokuwa mmeshaiweka na kuiandika na kupiga mihuri kwa damu za mbuzi, piga mihuri kwa damu za punda, piga mihuri kwa damu za ng'ombe,
wanapiga miuli wengine na familia zingine mpaka wanatumia damu za watu. Sawa? Hamjafuta ile mikataba. Sawa sawa. Mwisho wa siku Gideoni imerudi amani. Wakati watu wanakuja wanamwambia Bwana ututawale. Ile umefanikiwa, vitu vinaenda vizuri. Kila mtu anatamani awe na wewe. Kila mtu anatamani akae na wewe. Ndipo spirit ile inainuka ndani yako ya mizimu. That's what happened to Gideon. Yaani alivyorilax ndio lile pepo likatokezea ndani yake. Wamekuja watu wanamheshimu. Wanataka awe kiongozi. Wanataka wapate hekima kwake. Wanataka waendelee kukaa chini ya ubunifu, ujuzi wake, hekima zake, maarifa yake na namna ambavyo aliwaongoza vizuri. Anawaambia mimi sitaki hiyo. Mimi nataka leteni pete za masikioni hizi. Kusanyeni pete na mapambo na nini adhabu, leteni, mimi nina business nayo. Pepo limeshainuka ndani, linamwambia tengeneza sanamu. Naivela ni yale mavazi ya kikuhani. Akachukua ile dhahabu, akatengeneza linaivela vazi. Unajua sanamu ni sanamu, ila lina sanamu la mkao wa vazi la naivela. Walivyotengeneza akaanza kuambia watu abuduni, huyu ndio Mungu wenu. Mtu ambaye jana aliwasaidia kwa jina la Yesu, leo anawabadilishia Mungu. Anawaletea Mungu mwingine. Nimewaambia tumia wakati wa amani kutengeneza amani kesho. Tumia wakati wa kucheka kesho tena ucheke. Acha kulala ukisema kwamba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kuna watu ni wabishi, but nakushauri katika ubishi wote ulionao, beba somo hili kama lunchbox. Wakati unabisha, libebe lakini. Maybe litakusaidia hata ukiwa ICU. Maybe litakusaidia ukiwa ICU. Miungu ni kitu ya ajabu. Miungu ni kitu ya ajabu. Miungu ni kitu ya ajabu. Unajua ile inatumia uhalali wa maagano mliowahi kupatana. Ndio maana shetani anaweza akaja akashindwa. Pepo lolote lile lenye nguvu linaweza likaja likashindwa. Lakini sio lile pepo ambalo mlikuwa mnaliabudu. Lile linatumia uhalali wa mapatano. Kumbuka mapatano ya masuala ya mwanadamu na kitu chochote ambacho wewe unakiamini ni Mungu. Sawa? Mapatano kati ya mwanadamu na kiumbe chochote au chochote kila akiweko Mungu muumba. Mapatano au yale maagano yamekaa mfumo wa ndoa. Yamekaa mfumo wa ndoa. Soma mara nyingi Mungu alivyokuwa anagombana na Israeli. Soma mara nyingi Mungu alivyokuwa anaongelea habari na Israeli kuzini na miungu mingine, kuolewa na miungu mingine. Anasema nalikupendezesha ukapendeza. Walivyokuona wakaja kuzini na wewe. Wakakushawishi, wakanini, wakataka kuoe. Viko kwenye Biblia. Sawa sawa? Maagano kati ya mwanadamu na kitu chochote ambacho kina stand in a position of God. Awe ni Mungu mwenyewe, au awe ni malaika, au ni roho ya mtu aliyekufa. Sawa? Vinabebwa kwa mfumo wa agano la ndoa. Hata Yesu Kristo anakaa na sisi kama wachumba wake au wachumba zake. Sawa sawa? Si ndio Yesu anafokaa na wewe? Kwani Biblia Yesu mwenyewe alisema, aliongelea habari ya wanawali wale mabikra 10, 5 wapumbavu, 5 wenye hekima. Na akaongelea masuala ya harusi na ndoa. Siku ya unyakuo na sisi kukaa na Mungu na Yesu Kristo pia tutakaa kwa mfumo huo kama bibi harusi. Kwa hiyo na miungu mlioiabudu kule kwenu mlioiabudu imekaa kwa mfumo huo huo. Mlichokuwa mnakifanya kati yenu na ile miungu kiko kwa mfumo wa agano la ndoa. Okay, sasa agano la ndoa ni agano la damu. Agano la ndoa ni agano la damu. Kwa wale wanaojua masuala ya maagano, agano la ndoa ni agano la damu ambalo limekaa kwa mfumo
wa uhai kuungana na uhai. Halo. Ndio maana Mungu mwenyewe ili akupate wewe, ilibidi alete damu ya Yesu, ili basi aweze kukupata wewe, na mwe mna agano kati ya wewe na yeye kwa damu au uhai wa Yesu. Na kule kwenye ile miungu hamkuwa mnaipelekea majani ya maboga, hamkuwa mnaipelekea ile miungu mchicha, hamkuwa mnaipelekea maziwa tu. Wengine utatoa maziwa, utatoa sijui nini, lakini mtatoa damu. Mtatoa damu. Na wakati mwingine yenyewe huwa inaingilia kati kwa kupitia wale makuhani wake. Huwa wana sacrifice baadhi ya wanajamii bila nyewe kujua. Nashangaa tu mtu kaugua kafa. Kumbe kashatolewa sadaka huyo. Nyewe mtajua. Damu inaenda, ile miungu inakunywa. Ile mapepo yanakunywa damu. Sababu ukienda kwenye shughuli za kuzimu na mapepo, damu ndo chakula na nyama za watu. Kwani hujasoma kwenye Biblia kwamba kuna wanakulaga damu, wanakunywaga damu na nyama za watu? Iko kwenye Biblia. Ni sisi hatutakai kusoma, afu tukisoma hatutakai kuelewa. Lakini ipo kwenye Biblia. Sawa? Kinachotokea ni hiki. Ile miungu mlifunga nayo mapatano. Leo hii uko kwa Yesu, usisahau kuvunja ile ndoa. Narudia. Leo hii uko kwa Yesu, usisahau kuvunja ile ndoa. Mungu sio mwanaume gaidi ambaye kwamba umekubali kuolewa naye atapita mtaani aanze kuua mahawala wako wote. Piga, ua huyo aliyekumoa. Yaani unajua wanaume, unakutana binti umempenda, unamuoa, halafu unagundua alishawahi kuolewa na vijana wawili watatu, una hasira. Yaani wewe, mimi nimpendaye kuliko wote, wewe kata kichwa. Kata wa pili kichwa. Wafute wote watoke. Mungu hayuko hivyo. Sawa? Mungu hayuko hivyo. Wewe umepewa kuchagua. Kumbuka yale maneno ya Mungu. Nimewapa kuchagua baraka na laana. Nimewapa kuchagua uzima na mauti. Uzima ni nani? Mungu. Mauti mashetani au miungu. Baraka Mungu. Laana mashetani au miungu. Mema Mungu. Mabaya ni miungu au mashetani. Sawa? Kwa hiyo wewe ulichagua mwenyewe. Mungu hakulazimishi kwenda kujichomoa. Halazimishi wala haendi kule kuingilia kati. Ni wewe ndio unatakiwa uingilie kati kwenda kuvunja ile ndoa ya kule, ambao unajua kabisa sisi tunaubia na vitu fulani. Sawa? Tunaubia. Sasa kanuni ya namna ya kuchomoka kwa haraka haraka. Kanuni ya namna ya kuchomoka kwa haraka haraka. Tafadhali. Ile nimekuambia kwamba kavunja ile ndoa ya kwanza. Kanuni ya kuchomoka. Narudia, tafadhali. Ile kwamba nimekuambia kavunja ndoa ya kwanza. Yaani jaribu kufanya kwa namna yote ile mjitenganishe na ile miungu ya kwenu. Isiwe tena na chochote kwako kiuhalali. Kwa sababu hiyo miungu itakuja kuangusha simple bila hata energy kubwa. Kwa nini? Uhalali. Okay. Ngoja niongee na walioko mtandaoni labda. Mtafute mwanaume ambaye kashaoa mwanamke alishawahi kuolewa. Alafu wakazaa watoto kule. Halafu kaja kuolewa na mwingine. Lile mwanaume la kwanza linaweza likapiga simu hata saa 7 usiku. Sawa? Wewe utakasirika. Nani kupiga simu saa hizi? Ni baba fulani. Ni nani? Ni baba fulani, baba wa watoto wale wa zamani. Anasemaje? Anaulizia watoto wanaendeleaje. Utakasirika moyoni, lakini huwezi ukaivunja ile. Ipo. Ya kiroho inawezekana lakini kuvunjika.
ila najaribu tu kukuonyesha jinsi inavyokuaga ngumu. Inavyokuaga ngumu. Kwa sababu kuna milango, kuna uhalali. Huyu mtu ana uhalali wa kupiga simu. Kwa nini? Walizaaga na mke wako. Walizaaga. Kwa hiyo hata uende wapi, ukatae, ukasirike, bado mtoto akiwa anaolewa, siku akisema tunamhitaji baba na mama, mama ataenda tu. Wana mahusiano ambayo hayavunjiki. Kwa nini? Kwenye agano walilokuwa nalo kuna vitu vilivyoumbika ambavyo havifutiki. Ndio maana pepo linaweza likakuchukua hata kama ni mhubiri, likakupeleka linakotaka. Usiposhughulika, ukaondoa ule uhalali. Ukaua wale watoto, ukaondoa, yani natolea mfano kwa watoto mfano. Si sawa wale watoto futa, ondoa kila kitu. Pasiwe na muunganiko wote kati yao na ile miungu. Sasa hakuna watoto ila ni lugha tu. Kuna vitu vinakuwepo hata kwenye damu zako, wana alama. Wana alama. Tulivyokuwa tunaabudu miungu zamani tulikuwa tunachanjwa chale. Nachanjwa hapa, nachanjwa si hapa, nachanjwa si hapa. Mnachanjwa maeneo mengi, miguu, mikono, yalikuwa lazima mchanjwe. Mnaelewa maana yake? Mlikuwa mnaunganishwa nyie na ile miungu kwa damu. Mlikuwa mnaunganishwa nyie na ile miungu kwa damu. Wewe huna chale, lakini baba yako anazo. Yesu umezaliwa mwaka 2000. 2000 chale zilishaanza kuondoka duniani. Chale zimeshaanza kuondoka duniani. Chale zamani hazikuwa mpaka uende kwa mganga. Yaani chale ukizaliwa wanakupokea kwa chale. Lazima ulindwe. Lazima uwekwe kwenye miungu yenu. Kwa lazima wakutengeneze. Sasa Biblia inasema kuna wakati Mungu anapatiliza uovu. Unatoka hapa, unaenda kwa watoto. Wao ni kizazi cha ngapi? Ukipiga mahesabu utagundua aliyechanjwa chale hata kizazi hakijapita ndio baba yako. Ukienda unakuta ana chale kifuani. Mimi mwenyewe ninazo hata hapa saizi nikikuonyesha tumboni hapa zimejaa, zimejipanga. Sio kwamba niliugua. Huyu naye anazo. Si kwamba aliugua akaenda kwa mganga. Si kwamba niliugua nikaenda kwa mganga. No, nilipokelewa hivyo. Sisi wakati tuko wadogo mpaka nimefikisha miaka kama sikosei 8, haikuwa unaruhusiwa kula magimbi. Magimbi yanaharibu mwiko wa familia yenu. Watoto wote wa nyumbani kwetu, mwiko hauruhusiwi kula magimbi ukiwa mdogo. Yatapikwa wanakula wakubwa. Wewe huruhusiwi kula magimbi. Haya magimbi haya